Amen. Leo ni Sabato. Sawa kawaida yetu ya kila mwisho wa juma tunakuwa na mkutano sawa na hii ya Kimashi. Lakini zaidi ya ile kunakuwa pia kitu kingine kinaongezeka juu. Leo ni siku ya Pentekoste. Na ndio maana sikukuu yetu iko mbili. Kuna ile ya Sabato, sababu na maandiko yanasema ile siku sharti uitakase, uiheshimu, haupaswi kufanya kazi. Na kweli kanisa letu linaiheshimu, na ndio maana tuko mbele ya Mungu wetu. Pamoja na hii kunakuwa pia ile sikukuu ya Pentekoste, na ile ndio nitaisemea leo. Kichwa yetu ya mafundisho ya leo inasema nguvu ya Roho Mtakatifu kwa siku hizi. Nguvu ya Roho Mtakatifu kwa siku hizi. Tutakutana kwa kitabu yetu ya Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Kisha msomaji wa pili atabeba Yoeli sura ya 2 28 29. Basi tutakuwa wima kwa heshima ya neno la Mungu. Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Wakati siku ya Pentekoste ilipotimia, wanafunzi walikuwa wamekusanyika wote pamoja, wakibaki kwenye nafasi moja. Mara moja uvumi uliokuwa kama upepo unayovuma kwa nguvu sana ukashuka kutoka mbinguni, nao ukajaa ndani ya nyumba yote walimokuwamo wakikaa. Kisha wakaona mfano wa ndimi za moto zikitokea, nazo zikasambaa na kushuka juu ya kila mmoja wao. Wote wakapewa Roho Mtakatifu na kuanza kusema kwa lugha mbalimbali kwa kadiri Roho alivyowawezesha kusema. Amen. Tukae. 2:28 Yoeli. Yoeli sura ya 2. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 29. Tunaisoma kwa jina la Yesu. Amen. Kisha mambo hayo nitashusha Roho wangu juu ya watu wote. Watoto wenu wanaume na wabinti watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Hata juu ya watumishi wanaume na wanawake nitashusha Roho wangu wakati huyo. Amen. Amen. Shangilie neno la Bwana. Neno letu ambayo tunataka kuizungumza, sawa vile nilitoka kukuambia, inasema nguvu ya Roho Mtakatifu kwa siku hizi. Tangu zamani Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kazi, lakini kazi yenye alikuwa anafanya ilikuwa kwa hali mbili. Biblia inasema Roho Mtakatifu kwa Agano la Kale hakuwa anaingia ndani ya mtu, lakini alikuwa anakuja na kukaa juu ya mtu. Anapokaa juu ya mtu, anampatia huyu mtu misio, anafanya kazi, na baada ya ile
anatoka na anaenda lwake. Na ndio maana unaweza kuwa na maulizo ya mingi juu ya kitabu cha Agano la Kale. Utakutana watu wenye walishuhudiwa kwa kufanya kazi ya Mungu, lakini maisha yao sehemu kubwa haikujikonforme sawasawa na Mungu. Sio, nanielewa pale? Amen. Kama tunabeba habari ya mfalme Daudi. Mfalme Daudi alikuwa mpiganaji, alimpendeza Mungu, lakini utakuta maisha yake ya ndoa haikuwa sawa na mapenzi ya Mungu. Alikuwa na mwanamke ngapi? 500. Mtu huyu Solomono, mtoto wake anazaliwa naye Mungu alimkamata akaanza naye kazi, lakini maisha yake ya ndoa alikuwa na mwanamke ngapi? 1000. Mungu anafurahia ile, anafurahia ile. Leo tunaweza ruhusu mtu awe mwanamke 3 na asimame hapa kuhubiri? Itawezekana? Haitawezekana. Lakini wakati wa Agano la Kale ilikuwa inafanyika kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa anaikala ndani. Alikuwa anakuya, anatua juu ya ule mtu, anamtumikisha, anafanya naye kazi. Baada ya ile kazi anatoka, anafanya nini? Anajiendea, na ule mtu anabakia mu maisha yake ya kawaida. Wakati wa Yesu Kristo, Biblia inashuhudia wakati Yesu alibatizwa, Roho Mtakatifu alishuka. Akakaa wapi? Alikaa wapi? Juu ya bega ya Yesu. Watu wote wakamuona waziwazi. Nasema alikuja kwa mfano wa sura ya njiwa. Eske yule njiwa aliendelea kuikala pale? Aliendelea kubakia hapa? Ilibidi atoke afanye nini? Lakini kwa sababu Yesu alikuwa Mungu mwenyewe, alibakia kufanya kazi, na maandiko inasema hata wakati wowote hakufanya dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Shangilia wakati mama yetu yuko anaingia. Shangilia. Amen, amen. Alafu kwetu sisi Yesu akaaga akasema, mie naenda kwa Baba, lakini nitamitumia msaidizi. Atakapokuja yule msaidizi, ndio mwenyewe atabafundisha, atabakumbusha na atafanya nini? Atawaongoza. Kwa hiyo katika kitabu ya Wakorinto neno la Mungu linasema, linatuuliza, asema, mnajua ya kuwa nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anakaa wapi? Ndani yenu. Huyu wetu haiko tena wakukichwa, haiko wakumabeka, lakini anakuwa wapi? Anakuwa ndani. Na kama yeye alivyo mtakatifu, kule kwenye yeye anakaa inabidi nako kuwe safi, nako kuwe takatifu. Pale ndio anapata nafasi na anakaa maisha ya mtu, maisha ya Mkristo siku zote za maisha yako chini ya jua. Jina la Bwana libarikiwe. Pentekoste maana yake nini? Pentekoste maana yake, unapotaja tu Pentekoste maana yake ni 50. Pentekoste egale 50. 50 nini? 50 jours. Kwa kalendari ya Wayahudi walikuwa wanasherekea hii sikukuu
mavuno. Wakati banavuna, banafanya hii sikukuu, na kiisha hii sikukuu, sabato yenye itafata ya kwanza, kiisha ile sabato banaanza kuhesabia 1, 2, 3, 10, 20, 15, ikaenea tu 15, banafanya Pentecost. Amen, amen. Kwa sana kuletea mvurugo pa ile fasi. Ni vya kweli vile. Kenye wewe unayua ni kusema Pentekoste ni kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa mitume. Pale ndio bora ni chungu. Haiko vile. Haiko vile. Maana yake ni sikukuu ya mavuno yenye ilikuwa inafanyiwa na Wayahudi kuanza sabato ya kwanza mpaka siku 15. Ikaenea tu wanafanya ile sikukuu ya kusherekea Sekati. Sasa Yesu, baada ya Yesu kufa, balikamata hii desturi bakaanza kuihesabia siku 1, siku 2, siku 3, 49. Wakati ilienea 15 ya masiku, Roho Mtakatifu akashuka, ikakuya kukutana na sikukuu yao ya mavuno. Bakakamata hii siku bakaiingiza Kristo. Akasema ya kama hii sikukuu pia tutaisherekea Kikristo, kwa sababu ndio siku yenyewe Roho Mtakatifu anashuka kwetu, na ndio siku ya kwanza yenye kanisa ilizaliwa. Sasa amen, amen. Yesu mwenyewe alijitetea, anasema nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Lakini alikufa na kupaa mbinguni bila kanisa kuanza, kwa sababu wanafunzi mitume walikuwa bado wangali na woga. Akawaambia, nendeni Yerusalemu, kule mwende mngoje uwezo wa Roho Mtakatifu atakaposhuka kwenu, pale ndio mtapata nguvu na mtakuwa mashuhuda wangu. Sasa ilikuwa kushuka ni baada ya siku 15, ikakutana na hesabu ya Wayahudi ya zile siku zao za ile sikukuu ya mavuno, ikaitwa Pentekoste. Amen, amen. Kama sisi tunaendelea kuisherekea, ni kwa sababu kwanza ndio siku yenye kanisa ilizaliwa, kanisa ikaanza. Pili, ndio siku yenyewe Mkristo alipata nguvu ya kutoka na kumshuhudia Kristo ambaye ni Bwana wake. Ndio siku yenyewe tulianza uongozi mpya wa Roho Mtakatifu anayekaa sasa ndani yetu. Kama ungaliko kumaisha ya zambi, maana yake ukingaliko mwile wakati ya Daudi ya Roho kushuka, anafanya nawe kazi kwa muda mchache, unaanguka mzambi, anafanya nini? Unabakia ganda. Ukakuya kuimba, utaimba, utaborogana. Hapa utaimba, unacheza. Watu banavuta vikelekele, banajua kutolea, lakini huko ganda. Jina la Bwana libarikiwe. Nguvu ya Roho Mtakatifu siku hizi. Kuna nukta 3 ambao tutaizungumzia yenye Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa maisha ya mtu. Nukta ya kwanza, mahali Roho Mtakatifu yupo
hakukuwake matengano. Hakukuwake nini? Matengano. Ndio ile msomaji wa kwanza anasema, katika siku zile walikuwa wote pamoja kwa umoja ndani ya chumba kimoja. Mkungoya nani? Roho Mtakatifu. Kama habangelikuwaka pamoja, Roho Mtakatifu asingelipata nafasi. Lakini kwa sababu walikutiwa wote biko pamoja kwa umoja, Roho Mtakatifu aliposhuka na aliajire katikati yao. Na ndio maana kanisa la Mungu, kanisa la Yesu Kristo, ambalo Roho Mtakatifu ndio kiongozi, linapasha kuwa pamoja kwa umoja. Zaburi 133 Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni sawa na mafuta iliyomiminwa katika kichwa cha Haruni. Asema ile mafuta saba liverifie, ilishuka kutoka kukichwa, ikashuka kundevu, ikashuka kunguo, ayo ile mpaka chini. Kuangalia pale chini inafaa tu toni moja. Hii njia yote ilitembea ile mafuta ile, ilifaa tu mstari moja. Haikuachana, asema kulikia kengine akafaa chongo huku kakajilimitea hapa. Lakini ilishuka yote mstari tu moya mpaka chini kupindo, na ikafanya toni moja. Vile ndo banalinganisha na kanisa la Yesu Kristo linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Iige ile mfano ya ile mafuta. Haiko kanisa ya huko mkanisa na mawazo iko kikwengine, na neno hautaisikia tena, na maendeleo ya hapa kwenye ungali leo hautaifanya tena, kwa sababu upamoja hauko tena ndani yako. Kujitoa kwenye kulikuwa ndani yako, sherti kutaenda kunapunguka pole, sababu nia yako haina tena pamoja na hii gundi. Mafikara yako haiko tena katikati ya hapa benye uko nako. Unakuwa unafikiri kungine na wewe ungaliko kungine. Ile maisha, ndugu yangu, kama iko inataka kuota ndani yako, kama iko inataka kufanya misingi ndani yako, ikome katika jina. Lakini tunahitaji kinduonze, tubebe mfano ya ile mafuta. Unaweza iona mwepesi hivi na izungumuza, lakini ni jambo ngumu. Wewe pima kwanza kubeba yako mafuta ujimwangie. Kama inaweza weka mstari moja, itaweza? Pima kujimwangia mai, inaweza kama mstari moja? Manake ni kitu kigumu kenye kinaomba kujikaza, kinaomba imani, kinaomba nguvu. Na ile nguvu hautaipata bure usipokuwa na utakaso, kwa sababu nguvu yenyewe ni Roho Mtakatifu. Haiko roho mtakataka, haiko roho mchafuchafu. Yeye ni mtakatifu. Kumbe mahali yeye anakaa inabidi pawe pasafi. Amen. Hatua ya kwanza ya Roho Mtakatifu yenye anapenda, yenye anahitaji, yenye anatafuta kwetu leo kusudi apate nafasi ndani yetu, ni tuwe pamoja kwa umoja. Ndio Pentekoste yetu hii. Amen. Biblia inasema, ajitengae na wengine utafuta mapenzi yake mwenyewe.
Kama unakuwa mtu wa kujitenga na bengine, manake nia yako ni interet personnel. Lakini anayetafuta faida ya wengine ufungamana pamoja na ndugu kadogo kenye konako anakitanga na ndugu kusudi kuvusha bengine, kusudi bengine bajikute nabo biko katikati ya watu. Na kama kanisa yetu itabeba hii sura, manake tutamustahili Mungu. Tusiwe wa Kristo wa Roho Mtakatifu ya kuikala kukichwa. Roho Mtakatifu wa kumabeka ilikuwa ni kwa mfano wa Yesu. Lakini kwetu leo Roho wetu Mtakatifu aingie ndani yetu, apate nafasi ndani yetu na atende ndani yetu, tutaenda mbele siku zote kwa kupanda na kubadilisha maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Hatua yetu ya pili ya kujazwa ni kujazwa Roho Mtakatifu. Mtu anaweza sema nina Roho Mtakatifu lakini hajazwa. Mtu anaweza kuwa na chupa yake ndani mko labda mafuta, lakini ile mafuta haiyale chupa. Amen, amen. Amen, amen. Mwichupa mko nini? Asema mko mafuta. Iko yenye kuyala? Hapana, iko ndio kipande. Uikale na Roho Mtakatifu wa kipande. Manake ni mtu wa kugeuka. Unaweza muangalia wakati wa mazungumzo naye anaonekana sawa mtu mkamilifu. Eko na kahali ka bumutu, eko na kahali ka Ukristo, lakini ule Ukristo haukamiliki. Keko ndani kanusu meka kipande. Lakini Mkristo wa kweli ni mwenye kujaa chupa. Tusibakie na roho wa nusu. Ule nusu ndo wakati unafika sijue mbele ya magomvi unasema na buvula kwa saa koti panamweka kwa kuportemanto naenda kwa kubuweka, ndio unakuta mtu anayayuka. Babe rije asema mie kama ni kuua nilalishe tu kwa maiti, vingine nitajua iwe kuua ni dhambi. Mekazi yenyewe anafanyaka ni ya Kristo Yesu. Msheria ya Kristo Yesu hamuna magomvi, hamuna kupiga, hamuna kuua. Kahali ka Yesu kiko, lakini hakayale chupa. Mwenye anayala chupa anasameaka na habaya mulomba masamaha. Asema kama haiko juu ya huyu mwenye niko napigania, huyu mwenye mimi niko natangaza kwa masikio yenu, bingearirika, lakini juu yake ninaacha. Hata mwenye alikuwa anayayuka yeye peke anasema hii yote naisha mchamba hapa, huyu hanijibu, hakuye kumwili na iko na nguvu, keki mzuia ni kitu gani? Kumbe niache tu hivi. Unamwona yeye peke anakuwa kutafuta sababu nisamee, mimi sijui keki ilinifaa vile ndugu yangu, lakini tunagombana wewe ujibu, haufai hata kimoja, mimi peke nikajikuta nilikuwa nafanya vibaya, unihurumie. Na magomvi unamtangaza Yesu. Mkuonelewa unamtangaza Yesu. Mkunyang'anya, Yesu anaonekana kwa macho ya wasioamini. Mpaka wanasema huyu ni wa Yesu kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Jaro. Hapana roho kipande. Ule roho wa kipande ndio roho mwenye anarongonezeaka mtu wakati yeye anafanya mabaya, lakini kwa sababu hajae unaanguka mwile mabaya. Lakini ukiwa unajaa roho, mabaya yanapofika mbele yako hayo peke na kuepusha. Paske wanasema ni kiongozi. Ikasimama hii ngambo, hayo inakuongoza unaenda. Unaacha mabaya mkono wa kushoto.
inakupasulia njia, sababu ni kiongozi mwema. Wakati mitume balikuwa habayakuwa naye, habayakuwa na kiongozi, alama ilikuwa nini? Ni kujificha, ni kukaa kwa woga, kukaa ndani kwa siri. Tukatoka nje, nani atatuongoza? Tutatembea je? Huyu Yesu tutamtangaza namna gani? Na hatuyakuwa na nani? Na kiongozi. Lakini Roho aliposhuka kiongozi, Biblia inasema alibajaza mule ndani. Hakukuwa mwenye alipata nusu, lakini pote balijaa, na walipojaa balibakia tena ndani. Baliendelea kubakia ndani, akawaongoza bafanye nini? Batokee sasa nje. Amen, amen. Hawakubakia ndani tena, bakatokea sasa nje, bakaanza kusema. Na ndio maana wale bainjilisti benye kuhubiri kumasoko, kumabarabara, wale batu habiko batu bakubazarau. Amen. Habiko batu bakubazarau. Anaweza fika kwanza mapratike yake fulani wewe usiingie mubili, lakini bakia kusikia tu neno litakusaidia pita ufanye nini? Wewe kama vinakuwa vile vinaleta kitanga, naangalia kitanga anakuwa anasema maisha yako. Achana naye. Lakini kusimama kusoko, hauna randevu na mtu, manake huyu anachokipenda vyake mkuuzisha, huyu iko anauza vyake, mabajaja mkujipitia, mamoto. Ndio wewe usimame tu usemake upande wa Yesu, kwenye hauna mwenye atakulipa. Jua ikakuwa makali, ikakuwa majira ya mvua, ikakuwa ya baridi, sema kwa ajili ya Yesu usoko. Haiko fasile. Tunaweza panda hapa kwa madhabahu, tunayayuka ni ndugu aita tukongolea watu. Vile mko pale mliua twasema batahubiri kwa kanisa yetu. Na mimi nilipewa zamu, nilijua na mimi leo nitafanya nini? Nitahubiri kuko randevu. Ndio mko pale mkunisikiliza. Lakini Roho anaingia mtu na kumtuma kusoko, kwenye hauna randevu na mtu. Kisha watu baache mapezwe, baanze kukusikia bafanye gundi. Haiko fasile. Basi kama kwa mwepesi siwende kwa na wewe, tukukute kwa pale mwazi. Tuko na manani hapa, mabafle iko hapa. Tuko na ba evangeliste humu mwetu. Abiko. Neji ndo president wao. Ndio nilombe kwa mie bafle na mikrofoni, sasa napenda kwa nende kusoma. Ndio vile niko napita kule nikukute kwa na watu 10 12 mkubi. Utabaeneza. Haleluya, haleluya. Hautabaeneza. Mupapati yake pole. Kama kuna maya kumi umwachie, Mungu yeye pekee anayua Kenyatta kutendea. Asema walipojazwa Roho tele, uongozi wa kwanza ilikuwa ni kubatosha nchi. Kule nje kwenye balitoka, balianza kusema maneno kwa ajili ya Yesu Kristo. Mewe yako maneno ungali unasema ni ya mabazi. Yako maneno huko unaongea ni ya kupariea parifutu. Yako maneno huko unaongea ni maneno ya politike tu. Yako maneno huko unaongea ni rezo sosio tu. Lakini unamaliza mchana mzima hauseme kwa ajili ya Yesu. Paka kuuliza unasema niko Mkristo. Ukenya ukongoza wewe ni nini? Au ni nani? Wako roho, akingaliko roho kukichwa. Ukaingia mkanisa ndo anashuka. Kutoka mkanisa anafanya nini? Ule roho ni wa agano la kale.
Lakini wa Agano Jipya mwenye Yesu alituambia, alituachia ahadi, ni kutuambia atakuja kwenu na atakaa ndani yenu. Yeye ndio atawaongoza, atawakumbusha, atawafundisha yote niliyowaambia. Na yenye ilibakia huku kwa Baba tutaituma kupitia yeye. Alafu akishaingia ndani yenu, mwile Matendo 1:8 yake inasema atakapofika kwenu ndio mtapokea nguvu za Roho Mtakatifu, ndio mtatoka, mtakuwa sasa mashuhuda wangu kuanzia Yerusalema mpaka mwisho wa dunia yote. Jina la Bwana libarikiwe. Kuchangamuka ya kanisa sitajali, sababu tushakajuana madhaifu. Haiko vile. Yenye kumichangamusha tunaijua, mechia tukake muile option. Chituko maoption ya kuminungunisha, tu ya kumiambia Roho aikale ndani yenu ndio unanungunika. Kama ingelikuwa vyote vyenye vilikwama leo vinakuamuka. Vinakuamuka leo. Nilisha kuamuka. Nilisha kuamuka. Fungula roho. Fungula moyo wako. Roho akuye apate nafasi. Kama akapata nafasi, ushuhuda wako ndio utakupatia njia. Hivi tuko hapa, anaweza patia mtu tu responsabilite ya kusema beba hiki kitu, kisha siku 2 utaniletea ota. Ndio papa, nashukuru. Kwenda kisha siku 2 olea kuleta ota, unaleta explication. Roho iko ndani. Mule ndani mule roho iko? Haiko. Mwisho mwenye alikupa chake anakiretire. Yeye sasa anaenda kukutana na mwengine. Mimi niko natafuta mtu mmoja mwenye anaweza kunisaidia hivi. Mtu mwenye ningelikupatia tupa kwenda ntarezone. Basi ule fulani anasema ajana na ule. Ukamba na ule mtakolokana bure. Ushaona vile ushuhuda inaendake na haribika. Ule na yeye ataenda na yeye asema, hasa ule fulani asema, vie fulani linaongelaka juu yake. Ule peti usipime, mtakolokana bure. Unaenda unajifungia milango ule peki. Kisha wanapohubiri kutabiri mema na wao wanapiga vikelekele. Kenye kinaweza kukufanya relasio ifungulike ni huu mwenye niko na kuambia, ndio unaonyesha hasa kuchoka. Unalala na kusingizi, unakuwa karibu ujibie Mhubiri akasema haleluya, se juu ya kuchoka aache mbio. Haiko vile. Jina la Bwana libarikiwe. Utaogopa lufaranga la watu wenye waliukamatisha. Wakati unalurudisha vile walikupatia, confiance yako inapanda. Sasa ule mtu ataulizwa juu ya kumpa mtu, jina yako ndio itataiwa. Ndio milango inafungulika. Haiko kubile yenye tuko Tanzania. Amen. Hatua ya pili ni kujaa Roho Mtakatifu. Hapana Roho Mtakatifu wa kipande. Ule wa kipande anashuhudiaka, lakini kwa sababu eko kipande, shetani iko mwenye kujaa, utamuua na unafanya kile kenye shetani alikusudia, ijapokuwa wewe ni Mkristo. Amen.
Hatua yetu ya tatu, kusudi ya kujazwa Roho Mtakatifu haiko kuishia nayo hapa, haiko wa mkanisa tu, lakini unapojazwa Roho Mtakatifu, toka kwenda kumtangaza kule nje. Utamtangaza ni kupitia matendo kwa jirani, kupitia matendo kwa makazi yenye tuko tunafanya. Kazi inakuya makuta moyo, inakuya pale iko inalomba correction. Wewe unajua correction ni dhambi. Saidia ule mtu, tusifanye hivi, haiko mapenzi ya nani? Ya Mungu. Wewe na wewe hata yako Kristo opportunity enjoy hii, Mungu hapendi hivi. Ni heri kufa maskini kuliko kula hii pesa, sababu ni ya dhambi ya corruption. Haita